Toka ulipotazama hii kadhia ilivyotokea kwa Simba kutokwenda uwanjani, wewe unadhani ni Simba walikuwa kwenye eneo sahihi au Young Africans walikuwa kwenye eneo sahihi? Simba na Young Africans wote walikuwa kwenye maeneo sahihi, lakini bodi ya ligi ndio hawakuwa kwenye eneo sahihi, kwa sababu ili jambo linatajwa kwa kutajwa maeneo mawili tu, Simba na Yanga, lakini watu wanasahau kwamba kuna upande mwingine ambao ni bodi ya ligi. Simba na Yanga wao walikuwa sahihi kabisa. Simba Sports Club aliandika barua kwa bodi ya ligi kueleza masikitiko yake ya kuzuiwa kufanya mazoezi na kueleza lengo lake la kutocheza katika mchezo utakaofuata kesho yake. Kwa hiyo yeye alikuwa yuko sahihi. Lakini bodi ya ligi wao walikuwa wanatakiwa waangalie kanuni zao zinasemaje. Je, kama mtu hakufanya mazoezi siku moja kabla ya kuelekea kwenye mechi, ipo kanuni inayosema kwamba hatakiwi au ana ruhusa ya kutoingiza timu, alafu wangefanya maamuzi kutokana na kanuni hiyo. Sasa kimsingi, kwa sababu kanuni tunazo na hata mitaani zipo, kanuni haziorodheshi, hazisemi hivyo kwamba usipofanya mazoezi mechi ya siku ya mwisho hautakiwi kuingiza timu. Kanuni hazisemi hivyo. Kwa hiyo bodi ya ligi naweza kusema wakakurupuka, wakaibuka na kuifuta ile mechi, kwa maana ya haitakiwi kuchezwa. Na baada ya kuifuta mechi hiyo, wameibuka na ajenda kwamba waliifuta ama walisimamisha mechi hiyo kwa sababu za kiusalama, ajenda ambayo imekuja baadaye. Sasa hauwezi pia kuijudge kwa sababu wao wako katika eneo la kujitetea na wapo katika eneo ambalo wana uwezo wa kutafuta sababu wakaiweka hapo mbele, na ikisha kuwa swala la kiusalama hatuwezi kurifaa tena kwenye kanuni, kwa sababu swala la kiusalama wakishasema wenye usalama wao, wewe huwezi kusema kwamba kuna kanuni inaingia hapa inataka hivi, hapana. Hilo linakuwa ni jambo mtambuka. Kwa hiyo kwa kichaka hicho cha usalama wa watu, tayari bodi ya ligi wapo salama. Wakati huo Simba ambao nao walionyesha nia ya kutaka kuendelea na mchezo wapo salama. Mtu pekee ambaye anaonekana ameumia ni Young Africans ambaye tayari alikushajiandaa kwa ajili ya mchezo na alikuwa ni mwenyeji wa mchezo husika na mchezo haukufanyika. Sawa, ili tuwe na ustawi wa mpira wetu wa nchini Tanzania, wewe kama mtaalamu, nini kifanyike? Ushauri wako ni upi kwa bodi ya ligi lakini pia kwa TFF pia? Kwanza, bodi ya ligi inatakiwa kuwa kampuni ambayo haiendeshwi na maoni, ama haiendeshwi na either TFF au haiendeshwi na chama kingine ama organ nyingine ya mpira wa miguu. Inatakiwa kuwa kampuni ambayo inajiendesha kwa misimamo, kwa kanuni ambazo imechora, kwamba bwana, linapotokea fulani hajatokea sehemu fulani, kanuni inaelekeza apewe adhabu fulani. Inapotokea fulani kamnyima fulani kutofanya mazoezi, kanuni inaelekeza apewe adhabu fulani. Inatakiwa ifanye kazi katika misingi hiyo. Na ndio unaposikia utawala wa kikatiba, utawala bora wa katiba, yani ni ule utawala ambao unafuata misingi na katiba ambazo mmejiwekea. Inatakiwa tu kuwa hivyo. Tofauti na hapo, kama itaendelea kujiendesha kwa busara, kwa kuangalia huyu tumwangalie hivi, huyu tumwangalie hivi, haitakuwa inaenda mbele, itakuwa inarudi nyuma. Inapiga hatua 2 mbele na rudi hatua 5 nyuma. Shukrani sana. Nashukuru sana. Asante bwana. Huyo ni mtaalamu wa soka hapa nchini Tanzania, anaitwa Tupa. Yupo hapa Clouds akiwa anafanya utaalamu wa boli. Naitwa Andrew Baigezi Nehemia na hii ni Baigezi Media. Usisahau kusubscribe, kulike vile vile na kushare, comment kwa yale ambayo tunayopotea kila siku.